Mtazamaji wa SKF TV popote pale ulipo, ninakusalimu. Karibu sana katika taarifa ya habari. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Uko nami Pendo Godson ninakusomea taarifa hizi. Ikiwa leo ni Idi Pili ambapo watu wengi sana siku ya leo bado wako kwenye majukumu yao ya kusherehekea, lakini pia mimi sijachoka kwa sababu wewe ni wa thamani na wa muhimu sana katika kipindi hichi kwa ajili ya kukuletea matangazo mbalimbali ambayo tunakurushia kila siku. Karibu sana. Endelea kutembelea katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukapata taarifa mbalimbali ambazo tunakuandalia ukiandika tu SKF TV. Moja kwa moja tukianzia kule Dar es Salaam, wakazi wa Msasani Beach hususan eneo la kwa Nyerere wamelalamikia malalamiko yao kuhusu chemba sugu ya maji machafu yaliyopo katika makutano ya barabara ya Old Bagamoyo na Garden. Chemba hii imekuwa ikitiririsha maji machafu barabarani kila mvua inaponyesha, jambo ambalo linasababisha usumbufu mkubwa kwa watumiaji wa barabara hususan waendesha bodaboda na wapita kwa miguu. Licha ya ukarabati mkubwa wa barabara ya Garden iliyogharimu mamilioni ya shilingi, hali ya chemba hii haijashughulikiwa, jambo ambalo limeibua maswali kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Ikiwa wameweza kukarabati barabara hii kwa gharama kubwa, kwa nini washindwe kutengeneza chemba hii? Alioji mmoja wa waendesha bodaboda eneo hilo. Wakazi wa Msasani wanaitaka mamlaka husika zikiwemo TARURA na DAWASA kuchukua hatua za haraka kurekebisha tatizo hili, ikiwa kuzuia uharibifu wa barabara na kulinda afya za wananchi. Wanasema kuwa maji machafu yanayotiririka yanaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu ikiwa hayatathibitiwa mapema. Familia ya mzee Flavian Nyenduku imemwangukia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ikimuomba kuwasaidia kuwarejeshea ardhi yao wamedai kunyang'anywa na kupewa watu wengine ambao wamepewa na hati, hali ya kuwa mahakama iliamuru ardhi hiyo ni mali ya mzee Nyenduku baada ya kushinda kesi na mgogoro ambao umedumu kwa takribani miaka 39. Mzee wetu jamani, mali yake amehangaika miaka mingi sana jamani, amehangaika miaka mingi. Kwa jina naitwa Epines Flavian Nyenduku, ni mtoto wa mwisho wa mzee Flavian Nyenduku. Ombi langu kwako Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuomba tupate haki yetu ya shamba ambalo liligawanywa kuwa viwanja vitatu. Ni kesi ambayo imedumu kwa miaka 39. Mama yangu alifariki kwa mshtuko baada ya kuona hii kesi imeendelea tena. Na baba yangu hajiwezi, ni mgonjwa sana. Narudi kwako Mheshimiwa Rais, wewe ni mama, tusikilize na utusaidie watoto wako. Hatuwezi, babangu hajiwezi kabisa, babangu ni mzee sana. Najua wewe ni mama, unajua uchungu wa kumpoteza mzazi. Sisi tumempoteza mama yetu kwa sababu ya hii kesi. Tunalia kwa uchungu sisi. Tunalia kwa uchungu, mzee wetu ameonewa mzee wetu jamani. Anaonewa mzee wetu jamani, mali yake amehangaika miaka mingi. Ndugu waandishi wenzangu, mgogoro huu nimeufuatilia. Nafikiri wengi mnakuwa mnanifahamu. Mimi ni blogger, naitwa Bwana Fortunatus Buyobe. Nafanya mara nyingi coverage ya mambo ya stories za uchunguzi. Familia hii inawakilisha sehemu ya wale wananchi wanyonge ambao wanadhulumiwa haki zao. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kinaingia kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba 2025 kikijivunia utendaji kazi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kimesema kuwa kazi kubwa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ikiwemo ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati ambayo kwa sasa imeiweka Tanzania kwenye ramani ya ushawishi mkubwa barani Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Hayo yameelezwa jana jioni Machi 31, 2025 na mjumbe wa halmashauri kuu NEC ya CCM Ndele Mwasilela, akisema Rais Samia ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM Taifa na mgombea rais wa chama hicho ni mwalimu wa vitendo miongoni mwa viongozi. Mwaka huu kwa spidi ya makamu mwenyekiti na Dr. Samia, twende sasa tukaoneshe maendeleo
yaliyofanyika chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4. Angalia spidi, na ndio maana akamteua na sisi mkutano mkuu tukamchagua ndugu yetu Steven Masatu Wasira. Kwa kweli hakuna makamu mwenyekiti wa chama chochote wa kumlinganisha na mzee wetu hapa. Makofi mengi sana. Na mimi sijasema kutoka hewani, nimetoa data, na anayetaka kubisha naye aje na data. Si ndivyo? Ndio. Mwisho, mimi niwaombe wanasimiu wote, twende tukaungane. Tunaye rais wa mfano hapa Afrika ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka 4 kila eneo amegusa maendeleo, amegusa kila sekta. Hatuna haja ya kuangalia wagombea ambao watajitokeza. Mgombea wetu bora ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Na katika habari za kimataifa, takriban magari 17 ya Tesla yanayomilikiwa na Elon Musk yameungua baada ya moto kuzuka katika ofisi ya magari hayo jijini Roma, Italy, tukio lililotokea jana Jumatatu, Machi 31, 2025. Maafisa wa zimamoto wa Italia wamesema hakukuwa na mtu yeyote katika ofisi hiyo wakati moto ulipokuwa ukizuka na hakuna majeruhi walioripotiwa. Maafisa nchini humo wamesema wanachunguza kwa kina taka kujua chanzo cha moto huo na kueleza kuwa hawapuuzii madai kwamba yanawezekana ofisi hizo zimechomwa moto. Moto huo umekuja baada ya mfululizo wa ripoti ya matukio mbalimbali nchini Italy katika wiki za hivi karibuni, ambapo magari ya Tesla yamekuwa yakivunjwa na kuchorwa maandishi yenye ujumbe wa chuki dhidi ya Elon Musk na Donald Trump kwa kutumia rangi ya spray. Duka jingine la magari liliungua kaskazini mwa Rome wiki moja iliyopita na kuharibu magari 30 yakiwemo Tesla zilizotumiwa. Miili ya wanajeshi 3 wa Marekani waliotoweka kwa siku 6 imepatikana kwenye matope karibu na mji wa Padred nchini Lithuania, ambapo walikuwa wakishiriki katika mazoezi ya kijeshi. Jeshi la Marekani limethibitisha. Vikosi vya uokoaji bado vinamtafuta mwanajeshi 4. Askari tuliowapoteza katika mkasa huu hawakuwa wanajeshi tu, walikuwa sehemu ya familia yetu, nikinukuu maneno yaliyoandikwa. Lakini msako haujakamilika hadi kila mtu atakapokuwa nyumbani, alisema Meja Jenerali Christopher Norrie katika taarifa iliyotolewa na jeshi la Marekani la Ulaya na Afrika. Ujumbe huu tata wa utafutaji na uokoaji umejumuisha jeshi la Marekani na jeshi wanamaji pamoja na vikosi vya wanajeshi wa Lithuania na Poland katika juhudi ambazo zimehitajika. Na mtazamaji wa SQF TV, nimekusomea machache kati ya mengi ambayo yametufikia jioni ya leo. Kwa nizidi kukukumbusha, tarehe 7 hadi tarehe 14 kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Lumumba pale Zanzibar kwa ajili ya kutoa upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa. Ukisikia taarifa hii, mjuze na mwingine ili aweze kufika. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, ulikopo nami Pendo Goldson, nikutakie wakati mwema.